wa leo tunataka tujue, je, Paulo katumwa na nani? Na Mungu au katumwa na nani? Je, Paulo ni mtume wa Mungu? Hiyo ndio hoja ya leo. Kama ni mtume wa Mungu tutajua, au kama sio mtume wa Mungu tutajua. Kwa hiyo moja kwa moja, kaka yangu Sheikh Abubakar, nafikiri microphone ndio hii, ninawapatia muda inshallah muweze kuzungumza na huyu Sheikh wangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo mpe kakangu kidogo tu. Habari yako ndugu yangu? Niko majina naitwa Bakari. Wewe unaitwa nani? Shema. Vizuri sana. Sasa mimi kwanza kwa uzuri tu, kwa uzuri nipatie dakika kidogo tu nimzungumzie Paulo kidogo tu kwenye kitabu, alafu kila point usikize, alafu niulize maswali, sawa? Sawa. Kidogo tu mpe huyu. Hai. Kwanza sikiza, kwa nini sisi kama Waislamu tunamkataa Paulo? Kwa nini sisi Waislamu tunasema Paulo sio mtume? Sawa? Nipe maneno. Nipige Qur'ani 40:78 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Safi. Bismillahir rahmanir rahim. Twende. Sasa sikiza, kwa nini Waislamu sisi tunamkataa Paulo kuwa sio mtume? Na watu wawe makini. Kwa nini sisi kama Waislamu tunamkataa Paulo mbele ya watu kuwa sio mtume? Twende beto. Sio chuki. Safi. 40:78 kitabu cha Qur'ani inasema hivi. Safi. Na kwa yakini, kwanza mtume, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, anamwambia kwa yakini wewe mtume. Kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako. Kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako. Wengine katika hao tumekusimulia safi majina yao, safi na habari zao. Sasa mtume anaambiwa kwa yakini wewe mtume tumewatuma mitume kabla yako. Sasa wengine katika hao kwanza tumekutajia majina. Sasa sisi kama Waislamu tunamkataa Paulo kuwa sio mtume kwa sababu mitume ambao mtume amehadithiwa majina yao Paulo hayuko. Kwa sababu wa kwanza ni Adamu, wa pili Idrisi, tatu Nuhu, nne Hudi, tano Saleh, sita Ibrahimu, saba Luti, nane Ismaili, tisa Isaka, 10 Yakobo, 11 Shuaibu, 13 Ayubu, 14 Dhulkifli, 15 akashikilia Musa, 16 Haruni ndugu yake Musa, 17 Daudi kapewa Taurati, Daudi kazaa Sulemani, 18 19 Eliasi, 20 Eliasa, 21 akashikilia Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa bin Maryam, 25 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulo hayuko ndani ya Qur'ani. Paulo tumemkosa. Turudi ndani ya Biblia naye, je, Paulo yume? 12 Mathayo. 12 Mathayo inasema hivi. Ndani ya Qur'ani tumemkosa. Turudi ndani ya Biblia, je, Paulo yumo? Twende. Na majina ya hao mitume twende 12. Safi. Kitabu cha Mathayo 12 inasema hivi. Safi. Mkono wa paka 12 Mathayo inasema na majina ya hao mitume ni 12. Safiri haya. Wa kwanza Simeoni aliitwa Petro. Kwanza ni Simeoni, twende. Na Andrea nduguye. Yakobo wa Zebedayo. Watatu. Na Yohana nduguye. Wanne. Filipo, Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru. Nane. Yakobo Alfayo na Thanadayo. Safiri. Simeoni Mkananayo. Twende. Na Yuda Iskarioti ndiye aliyemsaliti. Hapo 12 na Paulo hayuko ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia Paulo hayuko. Sasa Paulo alisuka vipi yeye akajitangaza ni mtume? Ni mtume. Katika 12 1 hadi 2 wa Korintho wa pili, 11 1 hadi 2 wa Korintho wa pili, 12 1 2 wa Korintho wa pili inasema hivi. Wacha nikoti alafu niingie kwenye hoja. 12 nipige 17 nipige 15 9 wa Korintho wa kwanza 15:9. Paulo katika 11 1 hadi 2 wa Korintho wa pili anasema sina budi kujisifu ingawa haipendezi. Japokuwa kuna miaka 12, yani kwanza mmoja katika Kristo yapasa sasa miaka 12. Paulo mwenyewe anasema mimi simjui, alikuwa kwenye mwili sijui, wala alikuwa kwenye nje ya mwili yeye hajui. Kwa Paulo mwenyewe hamjui hata Yesu. Ndio maana wale 12 Paulo hayuko. Sasa yeye kasuka wapi? 15:9 Korintho. 15:9 wa Korintho wa kwanza inasema hivi. Safi. Mimi Paulo. Paulo anasema mimi Paulo ni mdogo katika mitume. Paulo mwenyewe akasema mimi Paulo ni mdogo miongoni mwa mitume. Safi. Nisiyestahili kuitwa mtume. Sasa Paulo mwenyewe anasema ni mdogo miongoni mwa mitume wadogo. Sawa? Kweli. Piga African Bible utangulizi. Twende mitume wadogo. Paulo
Paulo anasema mimi ni mdogo miongoni mwa mitume wadogo nisiyestahili kuitwa mtume. Biblia nayo haikuacha hivi, mitume wadogo Paulo umo utangulizi. Utangulizi ndio hapo nimekuwekea point. Hapo kwenye mwanzo hapo kwenye utangulizi wa Biblia. Utangulizi. Nimekuwekea macha hapo. Twende kwenye mitume wadogo. Paulo yumo, twende. Manabii wadogo. Haya, manabii wadogo. Paulo mwenyewe ametangaza yeye ni mdogo miongoni mwa mitume wadogo. Akasema sistahili kuitwa mtume. Sasa miongoni mwa mitume wadogo, Biblia nayo imetangaza mitume wake. Twende. Inasema hivi, manabii wadogo 12. Safiri. Yaani Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona na Mika, Nahumu, Habakuki, Zefania, Hagai, na Zekaria na Malaki. Katika Biblia ya Kiyahudi, katika Biblia kwanza Paulo na mitume wadogo hayuko. Kwa maana akasema mimi sistahili kuitwa mtume. Kwa nini? Katika 3:7 Warumi Paulo mwenyewe anasema ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu. Kwa sababu ni mwongo, amesema yeye ni mdogo miongoni mwa mitume wadogo, kumbe kwenye mitume wadogo hayuko. Hasa nani Paulo mwenyewe alimtuma kuwa ni mtume? Sio Mungu, ni mganga wa kienyeji kama huyu ndo alimpea Paulo kuwa ni mtume. Paulo ndo akasema kuwa yeye ni mtume wa Mungu na hali ya kuwa ni mganga wa kienyeji. Wapi? Nipige 16 Matendo ya Mitume. 16 Matendo ya Mitume. Huyu anasema Paulo ni mtume. Sasa mganga wa kienyeji ndo anasema Paulo yeye ni mtume. Alipoambiwa kuwa na mganga wa kienyeji Paulo ni mtume, Paulo mwenyewe ndo kaingia mitaani mwenyewe, sio Mungu kamtuma. Twende 16 kitabu cha Matendo ya Mitume inasema hivi kwa wenye kuandika. Safiri. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pa kusali. Sasa hiyo Paulo mwenyewe ndo anaripoti, anasema ikawa tulikuwa tunaenda mahali pa kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo, mjakazi mmoja aliyekuwa ni mganga kama yule au waguzi wa kienyeji, akamkuta Paulo aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa uganga huo. Sasa mganga wa kienyeji ndo anasema Paulo ni mtume. Sasa twende, inasema hivi, safiri, akamfuata Paulo na sisi akapiga kelele akasema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Tulia kwanza, watu hawa, akasema watu hawa ni watumishi wa Mungu. Watu hawa, mganga wa kienyeji ndo anasema Paulo ni mtumishi wa Mungu. Sasa baada ya kupewa certificate Paulo mwenyewe na mganga wa kienyeji, Paulo akaingia mtaani kujitangaza yeye kama mtume, sio Mungu. Wapi? Nipike 9:19 Korintho ya kwanza. Wacha mchezo bwana. Biblia ni hamuichunguzi. Unasema Paulo ni mtume, kumbe Paulo anapewa mganga wa kienyeji anampea certificate Paulo ni mtume. Alipopewa Paulo kuwa na mganga wa kienyeji kuwa ni mtume, Paulo ndo kaingia mtaani katangaza utume wake. Nipige 9:19 Korintho ya kwanza. Twende huko 9:19 wa Korintho wa kwanza inasema hivi. Safi. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 9:19. Inasema safi. Maana sasa sikiza hapo, Paulo ndo anajitangaza akasema, maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote. Paulo mwenyewe akachukua kapu kubwa sasa akasema nimekuwa huru. Yeye anajitangaza mwenyewe anasema nimekuwa huru kwa watu wote. Nalijifanya mimi Paulo. Kiswahili safi, wewe ni mkwani Mgiriama mstadi safi. Paulo anasema nalijifanya kuwa mtume kwa wote, sio Mungu. Paulo baada ya kupewa certificate na mganga kienyeji, ndio Paulo akatoka mwenyewe akasema nalijifanya kuwa mtume wa wote. Twende ili pate watu wengi zaidi, ili apate watu wengi zaidi. Na yeye ndio Mroma wa kwanza kuanzisha kanisa. Ndio maana ulimwengu mzima wanafuata kashfa za Waroma. Ndio maana hata yule kwanza papa aliyekuwa amekufa, Waafrika walijaribu kuingia pale angalau nao wapate cheo cha papa, lakini kakosekana kwa sababu
Kwanza mwanzilishi wa kwanza ni Mrumi. Wote ingiaje pale na hali ya kuwa sio mwanzilishi? Inaendelea kusema mwalimu wangu, Safiri, niliwapata watu wengi zaidi. Paulo anasema niliwapata watu wengi zaidi. Alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi. Sasa akajifanya yeye ni Myahudi. Alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi. Safiri, ili niwapate, ili awapate Wayahudi kwa Wayahudi. Paulo akajifanya yeye ni Myahudi. Wachukue Wayahudi, twende kwa wale walio chini ya sheria, wale waliokuwa wanafuata Taurati ya Mwenyezi Mungu ambayo ni ya Musa. Nilikuwa chini ya sheria, akajifanya yeye anafuata Taurati ya Musa. Ingawa mimi mwenyewe, Paulo mwenyewe anajiripotia anasema ingawa sifuati sheria ya Musa. Paulo mwenyewe sio mtu mwenyewe anazungumza. Kwa hivyo ukimtetea Paulo ni mtume, wewe ndio muongo. Paulo mwenyewe anasema ingawa mimi mwenyewe sio chini ya sheria. Twende, inaendelea kusema hivi, safi, ingawa mwenyewe si chini ya sheria, safiri, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria, kwa wale wasiokuwa chini ya sheria, wale makafiri wakubwa. Twende, nalikuwa sina sheria. Paulo sasa akajifanya naye hayuko pale miongoni mwa wao, ili si kwamba sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali nalikuwa mnyonge, safiri, ili niwapate wanyonge. Safiri, kwa wanyonge akajifanya yeye ni mnyonge. Kwa hivyo kupaka hospitali ikaingia, ili nimekuwa hali zote kwa watu wote. Sikiza, anasema nimekuwa huru kwa watu wote, hali zote mimi nalijifanya ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Sawa, tunakubaliana naye. Anasema kwa Wayahudi alijifanya yeye ni Myahudi ili apate Wayahudi waliokuwa wanafuata Taurati, akajifanya yeye ni chini ya sheria ili apate chini ya sheria. Wale ambao walikuwa hawafuati sheria za Mungu akajifanya yuko pale ili aongoze. Wale waliokuwa hospitalini, Paulo naye akajifanya ndio wa kwanza kuwa mgonjwa ili apate waokoke. Kwa hali zote ili apate kuwaokoa. 7:15 Warumi. Je, Paulo anaweza kuokoa watu? Twende 7:15 Warumi inasema hivi. Safiri. 7:15 twende moja kwa moja. Inasema kwa maana tajua Taurati asili yake ni ya rohoni. Safiri. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo. Paulo mwenyewe anasema sijui afanyalo. Sasa hali zote kwa Wayahudi alikuwa anaenda kufanya nini? Akiwa yeye mwenyewe hajua analofanya. Yeye mwenyewe anasema hajua afanyalo. Kwa Wayahudi alikuwa anawachukua apeleke wapi? Wale waliokuwa wanafuata sheria za Mungu alikuwa anawachukua apeleke wapi? Akiwa yeye mwenyewe hajui kitu. Inaendelea kusema hivi. Safi. Sababu lile nilipendalo mimi Paulo, silitendi. Twende. Bali lile nilichukialo, hilo ninalolitenda. Lilo ndo analolipenda. Malizia, kwa maana lakini kama nikilitenda lile lisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Twende. Basi sasa mimi nafsi yangu, si mimi ninayoyatenda, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Bali Paulo anasema ni dhambi ikayo ndani yangu. Hasa Paulo anasema ni mtume. Hasa akiwa ni mtume kwa kina nani? Sawa? Wagalatia 1:1. Sasa wewe unasema Paulo ni mtume. Uswali tunakuuliza, ni mtume kwa kina nani?